Karibu sana. Leo tunaenda kuzama kwenye mada moja muhimu na nzito sana. Yaani, tunachambua tofauti kati ya kiburi na unyenyekevu. Okay, hebu tuanze na swali rahisi. Fikiria kidogo. Je, unamfahamu mtu yule ambaye anajiona yeye ndiye yeye, bora kuliko wengine wote? Najua, kuna mtu amekuja akilini mwako sasa hivi, si ndio? Lakini sasa unajua nini? Ni rahisi sana kuwanyoeshea wengine vidole. Swali la msingi zaidi ni hili. Vipi kuhusu sisi wenyewe? Hapo sasa. Hiki kiburi kinajificha wapi kwenye maisha yetu? Mara nyingi kinatokea pale ambapo hatutarajii kabisa. Sawa. Kabla hatujazungumzia suluhisho, lazima kwanza tulichambue tatizo lenyewe kwa undani. Na ukweli ni kwamba hili ni tatizo ambalo linatuhusu sote bila kumwacha yoyote. Basi, kiburi ni nini hasa? Yaani, kimsingi ni ile hisia ya ndani kwamba mimi ni bora zaidi au mimi ni muhimu zaidi kuliko wengine. Lakini hapa ndipo tunapopata ukumbusho muhimu. Thamani yetu ya kweli haitokani na vile tunavyojiona, bali inatokana na yule aliyetuumba. Sasa swali ni je, haya mambo yalianzia wapi? Yaani, chanzo chake ni nini hasa? Hebu sasa turudi nyuma kidogo, tuone mzizi wa haya yote. Ukweli ni kwamba chanzo chake ni cha zamani sana. Kinaanzia mbinguni kwa kiumbe aliyeitwa Lucifer. Huyu hakuwa malaika wa kawaida. Alikuwa kerubi mwenye cheo kikubwa sana, lakini kiburi chake, hicho ndicho kilichoanzisha mgogoro mkubwa unaofahamika kama pambano kuu. Na hapa tofauti inaonekana wazi kabisa. Ni kama usiku na mchana. Upande mmoja unaona njia ya Lucifer iliyojaa mimi nitapanda, mimi nitajiinua, mimi nitafanana na kila kitu ni kuhusu mimi. Alafu upande wa pili unaona njia ya Kristo, kinyume kabisa. Yeye alijinyenyekeza, akawa mtumwa, akawa mtiifu. Sasa usifikiri hili pambano ni la mbinguni peke yake. La hasha, pambano hili linaendelea kila siku, hapa hapa duniani na hasa ndani ya mioyo yetu. Na Yesu alitoa mfano mmoja mzuri sana unaolielezea hili kikamilifu. Hebu tusikilize sala ya kwanza. Inatoka kwa Mfarisayo. Huyu ni mtu anayeheshimika sana, kiongozi wa dini. Lakini sikiliza anavyoomba: Mungu, na kushukuru mimi si kama wengine. Yaani sala yake yote ni kujisifu na kuwashusha wengine. Sasa hebu tumsikilize mtu wa pili, mtoza ushuru, mtu ambaye jamii ilimuona kama mwenye dhambi. Sala yake ni tofauti kabisa. Ni maneno machache tu: Mungu, unirehemu mimi mwenye dhambi. Hiyo tu. Hapo hakuna kujilinganisha na wengine, hakuna kujisifu, ni kukiri tu uhitaji wake. Basi, funzo la Yesu hapa ni lipi? Ni hili, na ni muhimu sana. Anatuonyesha kanuni ya ufalme wa Mungu inavyofanya kazi. Ni kinyume kabisa na vile dunia inavyofikiri. Dunia inasema jikweze ili uonekane. Lakini Mungu anasema yeyote anayejidhiliri, huyo ndiye atakayekwezwa. Sawa, tumeona mfano. Sasa hebu tuangalie kisa cha kweli, maisha halisi. Kuna mtu mmoja ambaye kwa viwango vya kidunia alikuwa na kila kitu, lakini alifanya uamuzi ambao watu wengi hawangeweza kuufanya. Huyu si mwingine bali ni Musa. Hebu fikiria maisha yake. Alilelewa kama mwana wa Farao. Yaani alikuwa na utajiri, mamlaka, umaarufu, kila kitu unachoweza kukiwaza. Lakini kwa ajili ya kumfuata Mungu, aliamua kuviacha vyote hivyo nyuma. Na unajua nini matokeo ya uamuzi ule? Biblia haimsifii Musa kwa nguvu zake za kijeshi au utawala. Inasema kitu cha kushangaza, kwamba alikuwa mtu mpole sana, zaidi ya wanadamu wote. Yaani, sifa yake kuu ikawa ni unyenyekevu. Ajabu, sivyo? Sawa. Kwa hiyo tumeona chanzo cha tatizo, yaani kiburi. Tumeona pia mfano wa mtu aliyechagua unyenyekevu. Sasa safari yetu inatufikisha kwenye kilele, kwenye mfano mkuu kabisa na suluhisho la yote haya. Na fikiria hili, hata watu waliokuwa karibu sana na Yesu, wanafunzi wake, walipambana na hili jambo. Hebu waza, wanatembea na Yesu, lakini bado wanabishana wao kwa wao. Sasa kati yetu sisi, nani mkubwa zaidi? Hii inaonyesha jinsi gani kiburi kimeota mizizi ndani yetu. Lakini jibu la Yesu liliwapiga butwaa. Alibadilisha kabisa maana ya ukuu.
Akawaambia, mimi niko kati yenyu kama yule anayetumika. Yaani, ukuu wa kweli sio kutumikiwa, bali ni kutumikia. Alipindua kabisa mtazamo wa dunia. Na Yesu hakuishia kuongea tu. Maisha yake yalikuwa ndiyo funzo lenyewe. Hebu tazama hatua hizi. Alikuwa na hadhi ya Mungu, lakini akaiacha. Akajifanya si kitu. Akachukua umbo la mtumwa. Akajinyenyekeza. Tena, si kidogo, bali mpaka mauti. Hii ndiyo safari kamili ya unyenyekevu. Ni kujitoa kabisa kwa ajili ya wengine. Sasa, swali ni, je, sisi tunawezaje kuishi hivi? Jibu lake ni la kipekee sana. Njia ya kuondoa ubinafsi sio kukaa na kufikiria, ngoja nijaribu kuwa mnyenyekevu. La. Njia ni kuacha kujitazama sisi wenyewe kabisa, na badala yake kumtazama yeye. Unapomwangalia yeye, ubinafsi unaanza kufifia. Basi, tunapomalizia, swali la mwisho linakurudia wewe. Baada ya yote haya tuliyojifunza, unahisi ni kitu gani unahitaji kukibadilisha ili uhusiano wako na Mungu uwe imara zaidi? Maana, unajua, kuelewa hili jambo ni kitu kimoja, lakini kuishi kwa unyenyekevu, hiyo ndiyo safari ya maisha, safari inayoleta mabadiliko ya kweli.